Yapo mambo mengi baada ya taarifa ya bodi ya ligi kuhairisha mechi kati ya Yanga na Simba. Mchambuzi wa soka Hansi Raphael amesema kuwa barua ya klabu ya Simba ya kutangaza kutoshiriki mchezo wa ligi kuu dhidi ya Yanga imeacha maswali mengi kwenye maeneo kadhaa. Kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram, Hansi Raphael ameandika kuwa nimesoma vizuri barua ya Simba, ila kuna sehemu kama mbili wameniacha njia panda. Katika sintofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa hana maelekezo ya kuruhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Kupitia huu mstari ni wazi Simba hawajazuiliwa na mabouncer kuingia uwanjani, bali wamezuiliwa na meneja wa uwanja, kwani ndiye mwenye mamlaka na funguo za kuruhusu watu waingie uwanjani. Lakini mbili, waliandika mabouncer wa klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu na wakizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Kwenye mstari huu Hansi ametoa maoni yake akisema, binafsi hapa wameniacha njia panda. Najiuliza wamejiwaje kama wale ni mabouncer wa Yanga. Mbaya zaidi, kwenye lile eneo hakukuwa na kiongozi yeyote wa Yanga. Sasa wao wamejiwaje kama wale ni mabouncer wa Yanga? Au walikuwa na jezi au vitambulisho vya Yanga? Maana viongozi wote wa Yanga wamesajiliwa TFF. Hakuna sehemu Yanga wamesajili bouncer. Lakini pia barua ya Simba inasema bouncer wa Yanga wamezuia timu kuingia ndani. Ila ukiangalia video za ile tukio, bouncer walikuwa nje ya uwanja. Ina maana na wao hawakuwa na mamlaka ya kuingia ndani, kwani meneja wa uwanja alitia lock. Pia tujiuliza swali, mabouncer ambao walikuwa nje wanaweza vipi kumzuia mtu asiingie ndani wakati uwanja umefungwa? Hii barua ya Simba ina maswali mengi. Aliandika hivyo mchambuzi huyu wa soka Hansi Raphael. Farhan Kihamu, mchambuzi wa soka, kaandika kwa mujibu wa kanuni za bodi ya ligi, kilichotokea ni kifungu cha utaratibu wa mchezo ambapo Simba anapaswa kufanya mazoezi angalau siku moja kuelekea mchezo na mazoezi hayo yawe ya muda ule ule sawa na mechi. Timu ngeni itafanya mazoezi kwenye mchezo wa uwanja angalau mara moja kabla ya siku ya mechi katika muda tarajiwa wa mchezo husika. Sababu zozote za kukwamisha timu ngeni kukizi ipasavyo kupata haki hii zitathibitishwa kwanza na kamishna wa mchezo. Endapo timu mwenyeji yani Yanga atatiwa hatiani, adhabu yake ni kwa mujibu wa kifungu cha 17 ambacho kinasema adhabu yake ni onyo kali au karipio kali, kutozwa faini kuanzia 500,000 mpaka milioni 1 za Kitanzania. Hii ni kwa mujibu wa kanuni. Hivyo kiutaratibu hapo mechi inapaswa kupingwa. Sasa inapingwa vipi? Ndiyo hapo binafsi sijui, ila kanuni zipo hivyo. Ameandika Farhan Kihamu, mchambuzi wa soka huyu. Lakini tunaelezwa kwamba Simba sio wa kwanza kususia dabi. Machi 3 mwaka 1969 Yanga ilipewa alama za mezani na magoli 3 baada ya Simba kugoma kuingia uwanjani. Lakini Machi 8, 2021 Yanga waligoma kucheza dabi kwa kusimamia kanuni iliyobadilisha muda wa mchezo. Mechi ilisogezwa mbele na kupangiwa siku nyingine na muda mwingine. Lakini Machi 8, 2025 Mnyama ameandika barua ya kutokubaliana na uvunjaji wa kanuni na kutangaza kutocheza mchezo huo. Lakini shabiki mmoja wa Simba anayejulikana kwa jina la Saidi Mchome ameandika, hizi ni dalili za kuzidiwa. Kitaalam tunasema tunarudisha mpira kwa kipa. Hali ngumu, kipigo kipo pale pale. Maswala ya kanuni sitaki kusikia. Aliyekuwa msemaji wa klabu ya Yanga, Haji Manara, amehoji, tangu lini kamati ya saa 72 au bodi ya ligi mkafanya uchunguzi katika mambo ya vurugu? Kama hawakutoa taarifa yoyote kwamba wataenda kufanya mazoezi, mmepata wapi nguvu ya kuahirisha mechi? Mbona mnajichanganya wenyewe? Alafu toka lini kamati ya saa 72 au bodi ya ligi mkafanya uchunguzi katika mambo ya vurugu? Hapo si kuna jinai? Lini mmekuwa DCI? Ameandika Manara kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii. By the way, taarifa yenu imekosa hata uungwana wa kuwaomba radhi washabiki waliolipia viingilio vyao na wengine waliotoka mbali mikoani. Mmeshindwa hata kuwaomba samahani wadhamini wenu Azam walioingia hasara kubwa ya maandalizi ya hii mechi. Kwenu nyie kuahirisha mechi ndio mliona la maana zaidi kuliko kuwajali walaji wenu. Mkafanya uchunguzi katika mambo ya vurugu. Hapo si kuna jinai?
Lini mmekuwa DCI? Kwenu nyie kuahirisha mechi ndio mliona la maana zaidi kuliko kuwajali walaji wenu mnaowahimiza kila siku kuja viwanjani. By the way, toka lini kamati yenu itwayo ya saa 72 ikakutana kujadili masuala ya mechi bila ripoti za wasimamizi? Au mlikusudia masaa 72 ya hewani? Lini mmeanza kukutana kabla ya mechi husika? Okay, najua mkiojiwa mnakimbilia kufungia watu. Niiteni mnifungie tena milele, lakini hili mmepuyanga big time. Manara kaandika hivyo kwenye mitandao yake ya kijamii. Lakini makamu wa rais wa Yanga Arafat Haji ametoa pongezi kwa mashabiki wa Yanga waliokusanyika uwanjani kutoka pande zote za nchi kuonyesha upendo na mshikamano kwa timu yao. Katika taarifa yake amewapa pole wananchi kwa kadhia iliyotokea kwenye mchezo huo, akisisitiza kuwa viongozi wa klabu walipambana kuhakikisha timu inashiriki ipasavyo kwa heshima ya mashabiki na soka kwa ujumla. Ameshukuru timu na benchi la ufundi kwa kuonyesha heshima kwa mpira wa miguu na kuwapa mashabiki fursa ya kuwaona wachezaji wao uwanjani. Aidha amesisitiza kuwa mechi ya Yanga na Simba kwa msimu wa 2024-2025 imehitimishwa rasmi. Hakuna tarehe nyingine ya marudiano na Yanga sasa inasonga mbele na ratiba zake nyingine. Katika taarifa yake amewapa pole wananchi kwa kadhia iliyotokea kwenye mchezo huo, akisisitiza kuwa viongozi wa klabu walipambana kuhakikisha timu inashiriki ipasavyo kwa heshima ya mashabiki na soka kwa ujumla. Arafat amewatakia mashabiki wote safari njema kurejea majumbani mwao, akiwatakia ulinzi na baraka kutoka kwa Mungu hadi wakutane tena kwenye michezo mingine. Lakini mchambuzi wa soka Dominic Salamba, kama wasimamizi wameshindwa kusimamia kanuni zao wenyewe, watoe tamko tu kuwa kuanzia sasa mpira utakuwa unaendeshwa kwa maamuzi ya busara ili kuridhisha pande wanazozitaka kuliko kuwaingiza watu hasara kwa kushindwa kusimamia kanuni zao wenyewe. Ameandika Dominic Salamba, mchambuzi wa soka huyu. Lakini mwigizaji mkongwe wa filamu Kulwa Kikumba Dude, yeye ameandika, imagine watu wameingia gharama, wamejiandaa kwa ajili ya kuangalia hii mechi. Wamesafiri kutoka mikoani na nje ya nchi kwa gharama kubwa. Kuna watu wamekopa ili wakafanye biashara siku hii kubwa leo. Hizo bidhaa wazifanyaje? Kuna vyakula, vinywaji na vingine vingi. Maamuzi ya watu wachache wasiofikiri kwa mapana wanaleta shida kwa mamia ya wapenda soka. Hayo ni baadhi ya maoni ya wanasoka, wapenzi wa soka, wachambuzi wa soka na wafuatilia soka kuhusu kile ambacho kimetokea tarehe 8, kuahirishwa kwa mechi ya Yanga dhidi ya Simba, dabi kubwa hii. Na jana ilikuwa siku ya wanawake, wengi walijua kitoka tu kwenye pilika za siku kuu ya wanawake, basi wanakwenda kujipooza kwa kuangalia mechi kati ya Yanga na Simba. Lakini mambo yamekuwa tofauti.